Wakati huo Kristo alikuwa ameshalia akaondoka kwa kuwahurumia. Alilia kwenye kitabu cha Mathayo 23. Anasema, Yerusalemu, Yerusalemu, kwa kitendo hiki umewaua manabii, umewapiga kwa mawe waliotumwa kwako, umemkataa mpaka mwana wa Mungu kamsulubisha. Ni nini unataka kupewa, Yerusalemu? Kwa kitendo hicho umepeana mwenyewe kwenye mikono ya Shetani. Tazama, umebaki ukiwa. Alikuwa anahuzunika sana Mwokozi. Anasema hivi, hautaniona tena. Hasa anayesema hautaniona ndio Mwokozi. Unaelewa? Hasa maana yake anatangaza hivi, kuanzia leo hakuna kuokolewa. Shetani atakapotaka atakufanya tu. Anaondoka Yesu. Wakati Yerusalemu inafanywa hayo, wameshaikataa neema ya Mungu siku nyingi, wanakuja kuuawa kikatili sana. Kifo kile hakielezeki vizuri. Walikuwa wamepanda. Sasa pale walikuwa wanaribu. Kwa hivyo kitendo hicho cha kumkataa Mwokozi ilikuwa ni kujikabidhi kwenye mikono ya Shetani. Kwa hiyo kuanzia hapo Yesu anapoondoka kwenye kitabu cha DA anasema hivi, ilikuwa ni kwa heri. Maneno hayo ilikuwa ni goodbye ya kimya kimya. Kwa hiyo walibaki bila Mwokozi kwenye shida yoyote. Hivyo ushawahi kuona bila Mwokozi hakuna kinga yoyote. Yani chochote kitakachokuja kinakudhuru tu. Uwe ugonjwa ni kama mwili ambao hauna kinga ya mwili. Unaelewa? Hata kama ni kama malaria tu kwa heri. Hata kama ni kaugonjwa kadogo tu unakufa. Kwa nini? Kwa sababu hamna kinga. Sasa Kristo ndiye alikuwa na kinga Shetani asiwafanyie hayo ambayo aliwafanyia. The moment ameondoka tu, Shetani alichofanya, ukisoma unaweza kutoa machozi. Wanaume walikuwa wanakufa. Maandiko yanasema hivi, walipangwa kwenye misalaba mahali ambapo hakuna nafasi ya kupita. Yaani hata kupita hivi kusongesha upite ulikuwa huwezi. Misalaba imeshonana hivi, imetumiana. Mili ya watu maeneo yote inanuka kama vile ni dampo. Yaani Yerusalemu ikawa ni dumping space. Sasa anasema hivi, jambo hilo matukio hayo ilikuwa tu ni kakivuli tu kwa yale yanayokuja. You won't believe labda. Lakini perhaps tunaweza kusema kwamba tukizingatia sana yale ile tukio tunaweza kuokolewa, kwa maana tutatubu. Yanayokuja kwa ukahaba na ujinga ambao tunaofanya wa kiroho na kimwili, kwa yanayokuja Yerusalemu hatuwezi kufanywa sisi kama ya Yerusalemu. Yale ilikuwa tu ni introduction. Sasa kama maandiko ndio yanasema hivi, na maandiko hayaongezagi chumvi, Biblia haiongezaji, ni ukweli yatakayotupata ni makubwa ambayo hayaelezeki. Tutalia machozi ambayo kama ni Mungu kusema hayupo tutasema, lakini Mungu hatakuwa na namna, kwa maana tumeshamkataa. So muda wa kusalimisha maisha yetu ni sasa hivi. Wewe kama unajua kukula raha kuliko wale wazee wa Yerusalemu, wewe kama unajua kukula raha kuliko kina Ahabu na Yezebeli pale ikulu, unaweza kukula raha kuliko ile. Endelea kabisa na hii dunia. Kama unaona kwenye hii dunia kuna kitu cha kuvutia ambacho hata kama uzima wa milele wacha ukae, wewe endelea. But sio vitisho. Jamani, maandiko hayatoi vitisho. Yana explain as real as possible kile kitakachokuja. Sasa mimi niseme nini? Kile tulichokishuhudia katika video hii, uovu ambao wanadamu wanaufanya, wanajiangamiza wenyewe. Mungu anawatazama na kuwahurumia, kwa maana kwenye mikono waliopeana, mikono ya Shetani ni miekundu, imejaa damu. Shetani hana mahali, hana hata draw ndogo iliyo na uzima. Mahali pote, kwenye shelf, kwenye bedding room, kwenye wapi, kwenye bedroom, kwenye sitting room, kwenye kitchen, wapi, dining, pote ni mauti tu. Shetani amejaza. Hakuna mahali hata kachembe kadogo ana uzima. Yeye mwenyewe kwanza uzima wake hana. Unajua Shetani ni mfu. Ile ni mfu ambaye amekufa kiroho na baadaye atakufa kimwili. Unaelewa? Uzima wake hana. Atakupea wewe, ataupata wapi? Wewe unaweza kumpea mtu saa hii VX. Saa hii unaweza kumpea mtu gari wewe V8 wewe kabisa mtu. Ama mimi saa hii sina. Yaani mimi siwezi kutoa kitu ambacho sina. Unaelewa? Sasa Shetani hana uzima, hawezi kutoa, yani hana hata wa kwake mwenyewe. Hana. Sasa huyo utamchagua huyo? Ila kumchagua Shetani sio mpaka uandike karatasi ukaweke kwenye sanduku jina lake kama venye tuna vote. Hapana. Kitendo cha kufanya tu uovu na kujikabidhi kwenye tamaa za mwili ukajiachilia, yani bila limit.
kabisa, ukajiachilia kuamua hivi kila raha inayokuja wewe unaipiga. Kitendo hicho ndicho kujikabidhi kwenye Shetani. Na mwisho wa maisha Mkristo anakuacha kwa maana anakuheshimu, asije akakulazimisha. Wokovu haulazimishi. Hakuna, hata kama ukilazimisha. Chukulia mfano, mimi saa hii nichukulie kwenda mbinguni, sawa? Chukulia mfano. Halafu kwenye mwili wangu hapa, mimi kwenye mwili wangu siwezi kuishi siku moja bila kuvuta sigara ama kukula bangi. Unaelewa? Achana na hayo. Mimi kwenye maisha yangu siwezi kulala peke yangu. Sijaoa ila siwezi kulala peke yangu. Uchukuliwa sasa uende mbinguni. Utaishi siku ngapi ndio bila ujalia? Yaani bila kulia unataka upewe demu. Wewe yaani unajua Mungu hatumii nguvu. Calculate. Halafu wewe uchukue inayofaa. Leo uchukuliwe wewe uende mbinguni. Huwezi kuishi bila Arsenal. Huwezi kuishi bila nini? Bila Juventus. Ukifika mbinguni, huwezi kuuliza ukumbi wa mpira. Hauko, lakini wewe ile shauku iko moyoni. Unajua tutahama na tabia zetu. Huwezi sikiliza. Mbinguni ambacho huendi nacho ni huo mwili peke yake. Lakini kila kitu, yaani ni mwili tu ndio tabisho mpya, lakini vyenye uko tabia na mawazo yote ndio utaanzia hapo kuishi mbinguni kwenye mawazo yako. Hayo mawazo ndio wewe. Unaelewa? Ni sawa na hii simu. Sawa? Uchukue programu zote za humu, umenunua simu mpya. Sawa? Alafu kahamishia vyote vilivyomo humu, ukavihamishia kwenye simu mpya. Sawa? Ile simu mpya inaanza kufanya kama hii. Ila hii umetupa. Unaelewa? Sasa ile simu mpya ndio mwili mpya ambao utapewa watakatifu. Hizo tabia zote za humu zinahamishiwa kwenye ile nyingine. Unaelewa? Hasa piga hesabu, wewe una tabia mbaya, huwezi kulala bila demu, sawa? Huwezi kupitia siku moja. Unaelewa? Haya, umevikwa mwili mtakatifu wa mbinguni. Unaenda kuishije? Siku ya kwanza tu ya pili unaanza kuita malaika. Hiyo Mungu hawezi kufanya hivyo, kwa maana ni kukutesa wewe, sio yeye. Unaelewa? Ila ni kukutesa wewe. Huwezi kuishi bila kuvuta bangi. Unaelewa? Mbinguni hapalimwi bangi. Mbinguni hatuvuti. Haya, umepelekwa sasa, unaenda kuishi aje? Sasa Mungu anakuhurumia wewe, anakuweka kwenye mazingira ya kukulazimisha tu. Kwa hiyo hautachukua raundi, unasema baba, acha nirudi kule kwenye shamba kule kwenye nilikuwa naishi. Hata bora nikaishi kwenye hakuna nuru, ila kuna bangi. Sasa Mungu hawezi kufanya hesabu za hivyo. Kwa hiyo wote Mungu atakao waachilia kwenye mikono ya Shetani, atawaachilia akiwa anaumia sana, akiwa anaumwa moyo unaumia sana. Kwa nini? Kwa sababu anawapenda. Angependa wabadilishe tabia zao ili waweze kuishi na yeye milele.